kuweza kuisikia sauti yake kupitia neno la Mungu. Na ujumbe wa leo unasema nguvu ya umoja katika kuleta ustawi. Andiko letu la msingi ni kwenye Zaburi ile ya 133 mstari ule wa kwanza na ule wa 3. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. Tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru kwa neno lako unalotupatia kila siku, neno lako ambalo ndilo linaloamua maisha yetu ya sasa na yajayo, kwa sababu umesema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Uzima uliotupatia ni neema yako, na kwa sababu umesema neno lako, ndio sababu Bwana sisi tunaendelea kuwa wazima na kuendelea kuishi katika ulimwengu huu. Lakini utakaposema tuondoke, kila mmoja ataondoka kwa wakati wake, kwa sababu ya neno lako. Mungu mwema, asante kwa ajili ya msingi wa somo hili ambao umetupatia siku ya leo. Tunaamini Roho yako Mtakatifu anayeshuhudia juu ya habari ya dhambi yake na hukumu, mwenye uwezo wa kututia katika kweli yako, atatuongoza akaweza kuelewa kile ulichokikusudia, na lile neno likaweza kufanikiwa katika maisha yake. Haya Mungu, tutakuwa tumefurahi kwa sababu ya neno lako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Tunaweza kukaa. Nguvu ya umoja katika kuleta ustawi. Baada ya Mungu kutupatia kibali cha kuweza kuingia mwaka huu wa 2026, tuliona mapenzi ya Mungu katika mwaka huu. Ametupatia mwaliko wa kujiandaa kwa ajili ya karamu kubwa ambayo ameiandaa kwa ajili yetu. Na kwa sababu hiyo tulihimizwa ya kwamba baada ya kujua ya kwamba tuna mwaliko, tunapaswa kujiweka tayari au kujiandaa kwa ajili ya hiyo karamu. Na ni mambo mengi ambayo yanaweza yakakamilisha maandalizi ambayo tunapaswa kuwa nayo. Na somo la pili tuliweza kusisitizwa kujiandaa kwa maombi, kujiandaa kwa kuomba, na tukaona maombi ndio msingi wa mafanikio kwa kila jambo. Kwa hiyo kila somo ambalo Mungu analileta ni tofali jingine analolijenga kwa ajili ya kutuandaa, na ni wajibu wetu kama neno la Mungu linavyosema, basi iweni watendaji wa neno na si wasikiaji wasahalifu. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa kuweza kuelewa kile ambacho Mungu anatuelekeza
na tunapoweka bidii ya kukitendea kazi, tunaendelea vizuri na maandalizi, tunaendelea kujiweka tayari na maandalizi, na Mungu anaendelea siku ya leo tena, ameona aweze kutufundisha hasa kwenye eneo hili la umoja. Ndio maana somo linasema nguvu ya umoja katika kuleta ustawi. Kwenye maandiko yetu ambayo tumeyasoma mistari miwili kwenye Zaburi ya 133, tunaona anasema, tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na ule mstari wa 3 anasema, kama umande wa Hermon ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. Anaposema ndiko alikoamuru baraka, neno ustawi linaonyesha baraka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na kupitia neno la Mungu, neno la Mungu pekee ndilo lenye sifa ya kutuletea baraka au kuleta ustawi katika maisha yetu au kutuletea mafanikio, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha nabii Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11, anasema neno langu halitashuka bure, litafanikiwa na kutimiza makusudi yake. Kama vile mvua na theluji inavyoshuka, na ikishuka haiwezi kukosa kuleta mabadiliko, kushindwa kuleta mabadiliko, inaleta mabadiliko. Ndivyo litakavyokuwa neno la Mungu. Kwa hiyo hiyo ni tabia ya neno la Mungu linaposhuka. Hiyo ni sifa ya neno la Mungu, ya kwamba neno la Mungu linaposhuka, linapotujia, lengo lake ni kuleta mabadiliko. Kama kulikuwa na ukavu, kuwe na ustawi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu Mungu anaendelea kusema kwenye ile Waebrania 1:1, anasema Mungu ambaye alisema na mababu zetu wakati ule, anaendelea kusema nasi tena katika nyakati zetu. Haleluya. Lakini pia kwenye Waebrania 4:12-13, Waebrania 4:12-13
tunasoma hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Haleluya! Kwa hiyo unaona neno la Mungu li hai, na kwa sababu li hai ni lazima lilete ustawi. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi: miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mwaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ni neno pekee ambalo linaweza likaleta mabadiliko hata pale hali inapokuwa imekuwa tofauti na jinsi ilivyokuwa. Na kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza mstari ule wa 5, tunasoma hivi: na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Ule mstari wa 10 pia anasema, tukisema kwamba tukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mongo, wala neno lake alimo mwetu. Kwa hiyo kama ambavyo tumeona kwenye Waebrania ya kwamba neno la Mungu li hai na lina uwezo wa kutambua moyo wa mwanadamu, na hata kama moyo wa mwanadamu unaonekana tofauti kama ambavyo tumesoma kwenye Hagai, hauonekani kama vile Mungu anavyotaka, lakini neno la Mungu au tabia ya neno la Mungu wakati wote ni kuweza kuleta mabadiliko na kuleta ustawi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Lakini pia kwenye Luka 24:25 mpaka 27, Luka 24:25 mpaka 27, tunasoma hivi. Luka 24:25 mpaka 27, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, na alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, akamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je,
mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Naona jinsi neno la Mungu lilivyo hai. Naona hata walipokuwa wanaongea na Yesu, kama ambavyo tumesoma, tunaona lile neno Yesu alilokuwa anasema lilikuwa linafanya kazi katika mioyo yao. Kwa hiyo hata Yesu anaondoka tayari alishajua ili neno ameshalipanda kwenye mioyo yao. Na ukiendelea kusoma unaona saa hiyo hiyo wakarudi, wakawa hapo mwanzo walikuwa ni watu ambao hawaamini ya kwamba Yesu amefufuka. Lakini baada tu ya Yesu kuondoka, maandiko yanasema wao wakarudi tena Yerusalemu kutokana na lile neno ambalo waliweza kulipata kwa Yesu. Wakarudi kwenda na wao wakawa mashahidi wa Yesu ya kwamba kweli amefufuka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari ule wa 16 na ule wa 19 mpaka 21 nitasoma. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Mstari wa 19 mpaka 21. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapa tunazidi kuona tabia ya neno la Mungu. Yaani neno la Mungu sio hadithi. Ndio maana Petro hapa anasema tulipowaletea neno la Mungu hazikuwa hadithi zilizotungwa kwa werevu, bali lilikuwa ni neno la unabii. Anasema lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali pa giza, penye giza mwafanya vyema. Kwa hiyo haya masomo ambayo Mungu anatuletea tunatakiwa tu yaangalie, kwa sababu ndiyo yatakayotusaidia, ndiyo taa yetu kadri tunavyoendelea katika mwaka huu. Na hapo ndipo ambapo tunaona neno la Mungu linaweza likatuletea ustawi ambao tumesoma kwenye andiko letu la msingi, kwenye ile Zaburi ya 133. Na
Neno la leo kama ambavyo tumesema linazungumzia au linatuonyesha juu ya nguvu ya umoja katika kuleta ustawi. Tayari tumeshaona kwamba ustawi au baraka zinatokana na neno la Mungu. Yaani hakuna mafanikio mengine nje ya neno la Mungu. Na hata hayo ambayo yanaonekana ni mafanikio, lakini kama msingi wake au kutokana na neno la Mungu, kiBiblia hayo sio mafanikio. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapoangalia umoja, neno hili umoja ni moja ya maneno yenye nguvu sana yanayoweza kuleta ustawi. Ni moja ya maneno yenye nguvu sana yanayoweza kuleta baraka. Na ndio maana tukazaburi kwenye hii Zaburi ya 133 ina mistari mitatu tu. Na hii mistari mitatu inazungumzia juu ya umoja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama ambavyo tumesoma. Sasa tunaposema umoja tunamaanisha nini? Kwenye hii Zaburi ya 133 anasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Je, kukaa pamoja inatosha kwamba wale watu waliokaa pamoja wana umoja? Ukitafakari sana utagundua kwamba haitoshi. Kukaa pamoja tu haitoshi kudhihirisha au kuthibitisha kwamba hao watu wana umoja. Kwa hiyo maana ya umoja ni zaidi ya kukaa mahali pamoja. Kwa sababu gani? Mnaweza mkakaa pamoja lakini kila mtu ana nia tofauti. Kila mtu ana lengo tofauti. Kila mtu ana mawazo yake tofauti na lile jambo ambalo limewafanya mkae pale. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Na Yesu alipoandalia ile karamu ya mwisho, wote walikaa pamoja. Wote walikuwa pamoja. Lakini wote hawakuwa na umoja, japo walikaa pamoja. Kwa sababu tunaona Yesu anasema, anawaambia wanafunzi wake, ninyi mliokaa hapa, mmoja wenu japo yuko hapa lakini hayuko na mimi. Ni rahisi hata siku hizi kuna msemo watu wanakuambia tuko pamoja. Lakini mtu anakuambia, anaweza akakwambia tuko pamoja kwa mdomo, au kama msemo tu, kwa sababu amesikia na watu wengine wanautumia sana huo msemo, tuko pamoja. Lakini kiuhalisia anakuwa hayuko pamoja na wewe. Kwa hiyo hata Yesu alipowatazama wanafunzi wake 12 akaona mmoja hayuko pamoja naye, japo amekaa pale, ameketi naye pale kwenye karamu aliyoiandaa ya mwisho, lakini hakuwa pamoja naye. Kwa hiyo tunapozungumzia umoja ni zaidi ya kukaa mahali pamoja. Sasa tunapozungumzia umoja tunamaanisha nini?
tunamaanisha kunia mamoja, upendo na kujitolea kwetu katika mahusiano yetu, kwanza na Mungu, pili na watu wengine, kwa kutambua uhusiano wa kina, uhusiano wa ndani, kukuza maelewano, huruma na kusudi la pamoja. Licha ya tofauti zetu, na kusababisha nguvu ya pamoja na kuvuka kikwazo cha adui cha matengano, kwa sababu adui yeye hapendi watu wawe na umoja, kwa sababu adui anafahamu ya kwamba watu watakapokuwa na umoja, wakiungana, watamshinda. Kwa hiyo silaha anayoitumia ni ya kuleta matengano, kutonia mamoja, kutokuwa na upendo, kutojitolea kwa ajili ya Mungu na watu wengine. Na kimsingi tunapozungumzia maana ya umoja ni kuwa kitu kimoja, ni kushikamana. Hiyo ndio maana ya umoja. Lakini pia kuna aina za umoja, kuna aina mbalimbali za umoja, lakini kwenye somo hili tutaangalia aina kuu mbili za umoja na malengo yake. Aina ya kwanza ya umoja ni umoja wa kimungu, umoja ambao ni wa kimungu. Na huu umoja wa kimungu unajulikana kama umoja wa nuruni, umoja wa nuruni, umoja wa kwenye nuru, umoja wa wanaotembea nuruni. Kwenye Mwanzo sura ile ya kwanza mstari ule wa 28 tunasoma hivi: Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa hapa tunaona, ukisoma kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, unaona Mungu alimuumba Adamu kwanza, lakini akaona ana upweke. Hilo jambo alikumpendeza kwamba Adamu tu awe peke yake, na hata Waswahili wanasema kidole kimoja akiwezi kuvunja chawa. Kwa hiyo haikupendeza kwa Adamu kuwa peke yake.
Mungu akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na baada ya kumfanyia msaidizi wa kufanana naye, kwenye mstari tuliosoma tunaona sasa Mungu ameona watu wawili ambao wanaweza kuwa na umoja, wanaweza kunia mamoja, na maandiko yanasema akawabarikia na akawapa baraka za kwamba kupitia wao hawatakuwa wawili tena, wataongezeka na wataweza hata kuijaza nchi. Hilo tu linaonyesha kwamba Mungu anapendezwa na umoja, na ndio maana umoja ambao Mungu anausema kwenye Biblia unaanza na watu wawili. Anasema wawili au watatu watakapopatana kwa jambo lolote, Mungu atawafanyia. Tunaona Paulo na Sila pale gerezani walikuwa ni wawili, lakini kwa sababu walikuwa na nia moja ya kumsifu na kumtukuza Mungu, tunaona Mungu aliweza kupendezwa na ule mmoja. Haleluya! Na akaamuru baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Lakini pia unaposoma kwenye ile Mathayo 25 habari za wanawali wale 10, 5 walikuwa ni wenye busara na 5 walikuwa ni wapumbavu. Kwa hiyo wale 5 wenye busara, umoja wao ulikuwa wa kimungu, kwa sababu wao waliamua kutembea nuruni, waliamua kuhakikisha taa zao zinakuwa na mafuta wakati wote na taa zao zinaendelea kuwaka. Yesu pia alisema viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Iweni kama watu wanaomngojea bwana harusi ajapo, ili atakapokuja awakute mkiwa tayari, mkiwa mmejiandaa. Kwa hiyo tunaona aina hiyo ya kwanza ya umoja na malengo yake, na hili linathibitishwa pia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 5 anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana mstari ule wa 7 anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Unaona ushirika wa nuruni Anasema tukienenda. Hapo mwanzo kwenye ule mstari wa 5 anasema hivi, na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Sasa hapa anasema kwa sababu Mungu ni nuru, sisi pia tunapaswa kuenenda nuruni. Sehemu nyingine anasema yeye anayesema ana mkubali Yesu au amemfuata Yesu, imempasa mwenyewe kuenenda kama vile yeye mwenyewe Yesu alivyoenenda.
Kwa hiyo na hapa anasema kwa sababu Mungu ni nuru, kwa hiyo kuna watu ambao wana malengo na umoja wa kimungu, ambao wameamua kutembea nuruni. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ambao wameamua kutembea nuruni, na hawa watu wenyewe kulingana na haya maandiko hawawezi kwenda tena gizani, kwa sababu maandiko yanasema tukienenda tena gizani twasema uongo. Kwa sababu sasa kuenenda gizani ni aina nyingine ya umoja na malengo ya kishetani. Kwenye Mwanzo 3, haleluya, kwenye Mwanzo 3:6-8 tunasoma hivi: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wao uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Sasa unaona hawa Adam na hawa ambao Mungu aliwabariki, kama ambavyo tumeona kwenye sura ya kwanza mstari ule wa 28, wakawa nje ya malengo, wakawa na malengo ambayo Mungu hakuyakusudia, wakawa na malengo ya kishetani. Na tunaona baada ya uasi tayari, badala ya kuwa kutembea kwenye nuru kwenye ile bustani ambayo Mungu aliwaweka, na Mungu alikuwa akiwatembelea kama ambavyo sasa tunaona anakuja kuwatembelea, anawakuta tayari hawatembei nuruni, wako gizani, wanajificha. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1:6 pia anasema, tukisema kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Kwa hiyo unaona hawa tayari sasa wameenda gizani, wametoka kwenye nuru. Kwa hiyo sasa imewashinda. Walipaswa kuwa sehemu moja, walipaswa kuwa na kubaki kwenye aina moja tu ya kimungu, aina ya kutembea nuruni. Lakini tunaona tayari wakawa wameingia kwenye aina ya kishetani, wakawa wanatembea gizani. Ukisoma pia kwenye Mwanzo sura ya 11, Mwanzo sura ya 11 mstari ule wa 4 tunasoma hivi: wakasema, haya na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Sasa ukisoma kwenye Mwanzo sura ile, kwenye mstari ule, Mwanzo 11 mstari ule wa 7 anasema hivi: haya
haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Sasa unaona, Adam na Hawa walikuwa wamepewa neno la Mungu. Mungu aliwabarikia, na kusudi lake lilikuwa ni kueneza huo ustawi katika ulimwengu wote. Na ukisoma maandiko hapa unaona ya kwamba kukawa na mwindaji mmoja anaitwa Nimrod, akawa na maono, na maono yake ndio haya ambayo tumesoma. Akawashirikisha watu kwamba wajijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni. Na lengo lake, kila umoja unakuwa na malengo yake kama nilivyosema. Na lengo lake anasema, kwanza tujifanyie jina. Kwanza tujifanyie jina. Pili, tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Ina maana wanapingana na neno la Mungu lililokuwa linawataka wafanye nini? Watawanyike, waende ulimwenguni kote. Sasa hawa wanakuwa na umoja wao, lakini huu umoja hautokani na Mungu, kwa sababu ni kinyume na neno la Mungu. Ni umoja wa kishetani. Na kwenye mstari wa 7 anasema, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Kwa hiyo hao walikuwa na umoja, lakini umoja wao haukuwa umoja ule wa kimungu, ulikuwa ni umoja wa kishetani. Na hapo unagundua jinsi umoja wowote ule ulivyo na nguvu. Hapa kitu ambacho unaweza ukakiona ni kwamba huyu Nimrod pamoja na watu ambao walimuunga mkono. Unajua Nimrod alikuwa ni kiongozi, alikuwa na maono, lakini hayo maono hayakuwa yametoka kwa Mungu, yalikuwa yametoka kwa shetani, kwa sababu yalikuwa yanapingana na neno la Mungu. Kila wakati maono ya shetani au ufunuo wa shetani huwa unaenda kinyume na neno la Mungu. Na tunaona huyu Nimrod, japo alikuwa na maono ya kinyume na neno la Mungu, maono ya shetani, lakini ukisoma kwenye hii habari unagundua ya kwamba alikuwa anafanikiwa. Alikuwa anafanikiwa, yaani haya maono yake yalikuwa yanafanikiwa. Na ndio maana ikabidi au ikamlazimu Mungu ashuke. Kwenye ule mstari anasema, ule mstari wa 6 anasema, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Ona ambacho kingewafanikisha, japo wana maono ya shetani, lakini ni umoja. Na hapo unaona nguvu ya umoja. Sasa anasema kwa sababu watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya.
wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Umeona maono yao, wanasema tujijengee mnara, na huo mnara ufike mpaka wapi? Mbinguni. Na ukiendelea kusoma, na wakaanza kufanya, lakini Mungu akaona ya kwamba kwa sababu tu ya umoja walionao, kwa sababu tu wanaongea lugha moja, hakuna ambaye yuko tofauti, wana nia moja, na watu wanasema penye nia pana njia. Akaona hawa watu wenye nia hii moja, japo hili jambo wanalolifanya linaonekana kama ni gumu kwao, lakini watu wanaweza wakafanikiwa kile ambacho wamekikusudia kwa sababu tu ya umoja wao. Kwa hiyo unaona nguvu ya umoja. Haleluya! Katika kuleta, si tunazungumzia ustawi, yani baraka, lakini ni kwenye ile aina ya ule umoja wa kimungu ndio unaoleta nini? Unaweza ukaleta ustawi. Yaani unajua kuna wakati Yesu akasema wana wa giza ni werevu kuliko wana wa nuru. Sasa unaona hao walikuwa wanafanya gizani, lakini hebu angalia ile plani waliokuwa nayo ya kujenga ule mnara na kujenga ule mji, ile master plan waliokuwa nayo master plan ambayo hata wana wa nuru wasingekuwa nayo. Na ndio maana hata watu ambao wana umoja wao tu, hata kama sio umoja wa kimungu, hata kama ni umoja wa giza, unakuta wanafanikiwa katika mambo yao. Lakini kanisa linashindwa kwa sababu ya kutoelewa nguvu iliyoko katika umoja. Wangeelewa kwamba nguvu iliyoko katika umoja inaweza ikasababisha mambo makubwa yakatokea, inaweza ikasababisha baraka, inaweza ikasababisha ustawi, wangeweza kuungana kwenye huu umoja wa kimungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kuna aina kuu mbili za umoja na malengo yake tofauti, lakini pia hizo aina zinatupatia pia maeneo makuu ya umoja. Umoja tunaanza kuuona kwa Mungu mwenyewe hata kabla mwanadamu hajaumbwa, hata kabla ulimwengu haujaumbwa. Kwenye Mwanzo 1 mstari ule wa 26 tunasoma hivi. Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Unaona? Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa nini hajasema ya kwamba na nimfanye mtu? Tunaamini ya kwamba Mungu ni mmoja, si ndio hivyo? Haleluya. Mungu ni mmoja na afananishwi na kitu chochote, halinganishwi na Mungu mwingine yeyote. Yeye ni mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, niko ambaye niko, Mungu asiyebadilika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu,
Asemi kwa mfano wangu, asemi kwa sura yangu, anasema yetu. Haleluya. Hayo maneno yote hayo yanaonyesha nini? Umoja. Kwamba Mungu ni mmoja lakini katika nafsi tatu. Kama ilivyo kwa binadamu, binadamu ni mmoja lakini ana nafsi tatu. Na nafsi mbili ndizo ambazo zinaonekana kwa urahisi zaidi kuliko ile nafsi ya tatu. Ndio maana mtu akifa, ule mwili tunaoenda kuzika, hatusemi huyu ni fulani. Kuna kitu kimepungua. Roho imepungua. Roho imetoka na ile nafsi nyingine inayohusiana na ufahamu na akili, tofauti na wanyama. Kwa hiyo tunaona Mungu yeye mwenyewe ni umoja. Haleluya. Mungu yeye mwenyewe ni umoja. Yeye jinsi alivyo ni umoja. Mungu Baba muumbaji, Mungu Roho Mtakatifu mwalimu, mfariji, kiongozi, Mungu Mwana Yesu Kristo Mungu Mwokozi aliyefanyika mwili. Kwa hiyo tunaona sasa, baada ya yeye Mungu kuwa ni umoja, tunaona anaongeza umoja mwingine. Kwenye huo mstari anasema na tuumbe mtu kwa mfano na sura yetu. Yaani hapo ndio unaelewa sasa mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu anapendezwa na umoja. Ndio maana anasema tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae kwa umoja. Ina maana Mungu alipomuumba Adam na Hawa ni kama familia ikaongezeka. Akaongeza familia. Ikawa Mungu pamoja na wanadamu. Katika bustani ya Edeni unaona anaenda kuwatembelea. Lakini safari hii anaenda kuwatembelea, anakuta sasa wametoka kwenye ule umoja wa kimungu, wameingia kwenye umoja wa kishetani baada ya kudanganywa na nyoka. Lakini Isaya 7:14 anatabiri mpango wa Mungu kwamba Yesu atazaliwa, jina lake ataitwa Immanueli, yaani Mungu pamoja na wanadamu. Ule umoja ambao Mungu alikusudia kuwa na wanadamu, Yesu ataurejesha na alishaurejesha baada ya kuzaliwa, kwa wale wote ambao wanampokea, kwa wale wote ambao wanamkubali. Lakini pia ukisoma kwenye Ufunuo 21 mstari ule wa 3, unaona anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafuta kila chozi. Kwa hiyo anazungumzia umoja katika Mungu. Hilo ni eneo la kwanza la umoja. Lakini eneo la pili la umoja ni umoja wa kanisa. Haleluya. Umoja wa kanisa. Kwenye Yohana 17, Injili ya Yohana 17, Injili ya Yohana 17 mstari ule wa 21 na 23 tunasoma hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu,
ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Unaona huo umoja hiyo? Unaona hiyo combination hii? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo tunaona sasa kwenye kanisa, umoja wa kanisa, tunazungumzia udugu wa kiroho. Kwenye haya maombi ya Yesu kwenye hii Yohana 17 anasema ninaowaombea wawe na umoja, sio wale tu ambao waliamini nikiwepo. Anasema na wale wengine wote watakaoamini kupitia neno lao, neno la wale ambao walipewa kazi ya kuendeleza baada ya Yesu kupaa mbinguni, mitume. Anasema na wale wote watakaoamini. Yesu anaomba jambo la msingi sana la umoja. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma pia kwenye Waefeso, waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa 4 mpaka 6 na ule wa 13. 4 mpaka 6 na ule wa 13. Nasoma hivi.